Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tukuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitaka kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia asema serikali itaendelea kukumbuka mchango wa marehemu Lukuvi katika eneo la siasa na uongozi. Serikali yabaini uwepo wa vituo, kliniki pamoja na hospitali za macho zinazokiuka sheria na taratibu za matibabu jijini Dar es Salaam. Mtoto wa miaka 9 adaiwa kufanyiwa kitendo cha ulawiti Musoma mkoani Mara. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuaga mwili aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu William Lukuvi, huku akieleza serikali itaendelea kukumbuka mchango wake katika eneo la siasa na uongozi. Tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Rais Dr. Samia ambaye ameungana na viongozi wengine wa serikali akiwemo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, Jaji Mkuu wa Tanzania pamoja na viongozi wa staafu, ambapo katika salamu zake Rais Daktari Samia amesema kwa sasa Tanzania inahitaji mchango wa kiongozi kama marehemu Lukuvi, hasa kutokana na mambo yanayoendelea ulimwenguni ikiwemo mivutano na migogoro ambayo inahitaji viongozi wenye uzoefu na ukomavu katika siasa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki ambacho dunia imejaa mvurugano na machafuko, tulihitaji viongozi wenye uzoefu wa muda mrefu na viongozi ambao wamefanya kazi katika maeneo mbalimbali kwa upande wa serikali na upande wa siasa. Tulihitaji tuendelee na mawazo na ushauri wa viongozi wa aina hiyo. Tulimhitaji ndugu Lukuvi sasa kuliko jana, lakini kama nilivyosema, Mungu alimpenda zaidi. Katika kipindi hiki dunia yetu kama mnavyoelewa imejaa misuguano na machafuko ambayo kwa vyovyote vile yatapandisha hali ya maisha kuwa ngumu, si kwa Tanzania tu lakini hata kwa dunia. Kwa upande wake Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba wamesema marehemu Lukuvi amekuwa na msaada mkubwa kwa viongozi wengi katika kuwaongoza na kuwashauri, hivyo wataendelea kumwenzi kwa kuendelea kuwa wazalendo na kulitumikia taifa la Tanzania. Tutaendelea kumkumbuka kwa juhudi zake katika kushughulikia changamoto za wananchi, hasa wanyonge, katika kukabiliana na migogoro ya ardhi nchini. Watanzania wengi watamkumbuka kwa namna alivyofanya kazi za utatuzi wa migogoro bila kuchoka usiku na mchana, jambo ambalo ni mfano mzuri wa uwajibikaji kwa kila kiongozi. Kwa hakika, namna bora zaidi ya kumwenzi mpendwa wetu marehemu William Lukuvi ni kuendeleza maono yake na kuiga mfano wake bora wa kuchapa kazi kwa bidii, uwajibikaji na kuwatumikia Watanzania kwa moyo na uzalendo. Nitumie fursa hii tu kukupa pole sana kwa kuondokewa na kiongozi mahiri ambaye amefanya kazi katika nafasi mbalimbali za kusaidia Mheshimiwa Rais, na hata umauti ulipomfika jana yake alikuwa kazini, na siku umauti umemfika tayari alikuwa na ratiba zingine za kazi, ikiwepo kukutana na kamati ya bunge na kikao kazi ambacho alikuwa amekiratibu yeye mwenyewe cha kukutana na wakuu wa mikoa. La pili, Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya mawaziri nitumie fursa hii kukushukuru sana kwa utu wako, kwa jinsi ulivyoguswa na jambo hili na ukaelekeza serikali ishiriki kikamilifu na mstari wa mbele katika safari hii ya kumsindikiza mwenzetu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kitendo hicho cha utu. Na baadhi ya viongozi wengine wakiwemo Jaji Mkuu wa Tanzania, Spika wa Bunge la Tanzania Musa Zungu, Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, nao wameelezea nafasi ya marehemu Lukuvi na historia aliyoiacha katika siasa za Tanzania. Serikali imetakiwa kuendelea kuongeza vifaa mbalimbali vya kufundishia na kujifunza katika shule ambazo zinafundisha masomo ya amali hapa nchini ili kuwawezesha wanafunzi wanaosoma masomo hayo
kupata ujuzi stahiki juu ya elimu ya ufundi katika fani wanazochagua kusoma, ikiwemo wale wanaosoma masomo ya sayansi na kompyuta. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Wito huo umetolewa na wanafunzi wanaosoma shule ya sekondari Wanike iliyopo wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, akiwemo Witness Manfred Kinuna pamoja na Yusuf Mtokoma, baada ya jumuiya ya wahitimu waliosoma katika shule hiyo kuanzia mwaka 1987 kufika shuleni hapo kwa ajili ya kutoa msaada wa kompyuta 6 pamoja na printer machine, ambapo vitu vyote hivyo vinagharimu zaidi ya shilingi milioni 7 za Kitanzania, huku akieleza kuwa msaada huo umelenga kurejesha fadhila kwa shule hiyo ambayo imewapa maarifa mengi yanayowafanya kujitegemea huko duniani. Lakini pia katika mkondo wa amali, wanafunzi wengi kwenye masomo ya computer studies walikuwa wanashindwa kusoma practical, lakini kutokana na ujaji wa vifaa hivi wanafunzi wataweza kwenda kusoma kwa kutumia practical. Tunashukuru serikali kwanza kwa sababu mambo yote yanaendelea, wameweza kutusaidia, pia wameona umuhimu wa sisi kama wanafunzi wa Wanike sekondari pia kujua hiyo swala la tehama. Pia tunazidi kuiomba serikali kwa sababu vifaa ndio tumepewa, lakini kwa kadiri ya wingi wetu au idadi ya wanafunzi ambao tuko Wanike sekondari tulikuwa tunahitaji vifaa zaidi ambavyo vitaweza kutusaidia sisi kusoma na kujifunza hilo swala la tehama. Hapo mwanzo hali ilikuwa inamuia vigumu mwalimu kufundisha wanafunzi practically. Alikuwa anabezi sana kwenye theory kwa sababu kiangalia vifaa vilikuwa ni vichache. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Optatus Mng'ong'o, pamoja na kuwashukuru wanafamilia ya Wanike sekondari waliosoma kuanzia mwaka 1987, ameeleza hali ilivyokuwa kabla ya kupewa vifaa hivyo. Kwa hiyo hawa wadau zetu mara baada ya kuwasilisha mawazo na maoni yao katika kuendeleza shule, wakaona kwamba namna gani watusaidie. Kwa hiyo kutupa kompyuta 5 desktop pamoja na laptop moja, manake ni kompyuta 6 kimsingi, pamoja na printer yenye 3 activities, manake imeenda kutusaidia. Shule ambayo ilikuwa na upungufu, ilikuwa na kompyuta 3, sasa inakwenda kuwa na kompyuta 9, kitu ambacho ni rahisi zaidi kinachokusaidia. Kimsingi naipongeza serikali kwa kutia hamasa, lakini ninaamini niombe shime itusaidie walau tupatikane hizo 7 ili kuweza kumalizia walau niwe na session 2 katika wanafunzi 30 katika kuimarisha na kila mwanafunzi aweze kufikia lengo hususi. Akiwasilisha ujumbe wa jumuiya hiyo mbele ya walimu na wafanyakazi katika shule hiyo, Isaac Mbata ambaye ndiye mhasibu wa jumuiya hiyo ameeleza sababu iliyowasukuma kupeleka vifaa hivyo, huku akiwashukuru wanajumuiya kwa kutoa fedha zao na kuchangia maendeleo ya shule ya Wanike sekondari. Serikali inafanya sehemu na sisi wananchi tuna wajibu wa kufanya. Kwa hiyo na sisi kama jumuiya katika kuunga mkono hizo jitihada za serikali na jitihada za uongozi wa shule pamoja na halmashauri na mheshimiwa diwani, tumeona tuchangishe kwa michango ya hiari thamani, lakini kwenye kundi letu ambalo lina watu 193 tunaamini kila mmoja ameshiriki kwa kiasi chake kuhakikisha kwamba tunakabidhi leo hiyo vifaa. Mgeni rasmi katika makabidhiano hayo ni afisa elimu kutoka halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, Samson Machibia. Kutoka hapa wilayani Wanging'ombe, hapa katika shule ya sekondari Wanike hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Wizara ya Afya kupitia baraza la optometria imesema limebaini uwepo wa vituo, kliniki pamoja na hospitali za macho ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, ambazo nyingi kati ya hizo zimekuwa zikikiuka sheria na taratibu za matibabu ama kuuza bidhaa za macho, kitu kinachohatarisha uono kwa baadhi ya wakazi wa jiji hilo. Goodluck Msola anaeleza zaidi. Akizungumza jijini humo wakati wa kuwasilisha ripoti ya uchunguzi wa baraza la optometria ndani ya jiji la Dar es Salaam, msajili wa baraza hilo Sebastiano Milanzi amesema jumla ya vituo na kliniki ambazo zimebainika kutoa huduma ya matibabu ya macho na bidhaa za macho kwa mkoa wa Dar es Salaam ni 47, huku kati ya hizo 14 pekee ni taasisi zenye sifa na majengo sahihi ya kutolea tiba ya macho. Aidha, upande wa vituo vya kusambaza vifaa vya kuwezesha uono ambavyo vimekaguliwa ni takribani 33 na vituo 10 pekee vimeweza kukamilika na 23 wakiwa wanafanya shughuli zao kwa kutembea barabarani kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Baadhi ya vituo vya optometria ambavyo havijasajiliwa vipo kwenye mchakato wa kusajiliwa vimeanza kutoa huduma. Hiyo kwetu sisi ni changamoto. Ni changamoto kwa sababu wengine wapo kwenye hatua za DMO. Sasa kituo kipo kwenye hatua ya DMO, yule mtaalamu au mmiliki labda amerudishiwa. Sasa kwa sababu
ilikuwaje tujajua, afanye marekebisho, huduma zimeanza. Sasa kuna maeneo ambayo sheria iko wazi, lakini kuna maeneo ambayo unaweza mtu ukayaangalia. Lakini kwa Dar es Salaam vituo viko vingi sana, yaani hatutarajii kituo kama kile kiharakishe kutoa huduma. Ni bora sisi kushirikiana naye ili kile kituo kiharakishwe kusajiliwa katika muda ambao tumekubaliana. Yes. Lakini kuna changamoto pia ya vituo kwenye hoja mzima ya Mtuha. Yaani manispaa kadhaa zipokei kabisa taarifa za Mtuha. Kituo kimesajiliwa. Mtuha ni changamoto. Milanzi amebainisha kuwa kutokana na ukaguzi huo umelazimika kukifungia kituo kimoja cha matibabu ya macho ambacho kipo katika manispaa ya Temeke kutokana na kuendesha shughuli za matibabu ya macho bila kuwa na mtaalamu wa macho. Katika halmashauri ya katika manispaa ya Temeke kuna vituo viwili kama sijakosea, figures siko na vizuri, ambavyo havijasajiliwa lakini vinatoa huduma. Kimoja wapo ndio hicho ambacho tumesema hicho ndio kisitishe huduma kwa sababu hakijasajiliwa, lakini pia mbaya za jumla ndani tolerance, uvumilivu unakosekana kama kiongozi alivyosema. Tukasema hapana, hiki kisitishe huduma. Kwa hiyo kwenye vituo vya optometry vingi vimesajiliwa, vilivyotembelewa, ila vichache sana ndivyo ambavyo havijasajiliwa katika manispaa zote kwa idadi yote ya 14. Lakini kwa upande wa hawa sasa wenzetu ambao wanasambaza hivi vifaa tiba au vifaa vya optometria, kwa maana miwani, lenzi, frames, miwani tiba na masunglass, hivyo ndivyo ambavyo tunasema viko 33. Lakini kati ya hivyo 33, 10 ndio kabisa unaweza kaenda sasa hivi ukakuta jengo limesimama, mtu yupo ndani anauza hizo bidhaa. Kwa upande wake kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bunini Kamba sema kutokana na operation hiyo mkoa huo umeamua kurejea na kuendesha operation maalum itakayoendeleza kutoka ilipoishia operation ya wizara ili kukabiliana na changamoto zilizobainika, kwa kiwataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kujiepusha na kununua miwani pamoja na bidhaa za macho bila kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wa macho. Hii kuanza kuliezi na wenzetu wa biashara. Unajua biashara wana nani tofauti. Business license inatoka ngazi ya halmashauri. Na wale kule wamepewa malengo. Miezi mitatu tunataka leseni kadhaa ziwe zimetoka. Wale pale watu wanapiga foleni, na siku hizi tumeambiwa biashara huria. Na mtu anaenda kuchukua pale, unauza nini? Miwani. Kwanza watu wenyewe wale wa biashara hawajapewa elimu ya kutosha kuhusu utoaji wa hizo business license za miwani. Mbona hospitali hawatoi? Sio wanangoja mpaka msajili, cheti cha msajili watakuuliza kiko wapi? Umesajiliwa ndio. Hospitali lete. Wakiangalia kweli cheti hiki hapa kina sahihi pale za kutosha, hapo sawa, ndio anamwandikia business license. Lakini hivi mtu anaweza akaenda kule akamwambia bwana, unajua nini ile leseni yangu nitapata ndani ya wiki hii. Mimi naomba tu license hapa ya biashara ili niende. Na huyu naye hataki, ana malengo kapewa na mkurugenzi na baraza la tunaita sio baraza la madiwani, tunaita kamati ya fedha ya madiwani. Kwa ile kamati ya fedha na mkurugenzi target hapa bwana, wewe inaonekana huku kuna kushinda huku. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wanawake nchini wamehimizwa kujenga misingi imara ya kiuchumi, kuhakikisha vipato wanavyopata vinatunzwa, vinaendelezwa na kuongezwa thamani ili viweze kuwa msaada endelevu kwa maisha yao ya sasa na ya baadaye, huku wakitakiwa kujifunza na kuzingatia mbinu bora za uwekezaji, kuweka akiba pamoja na kusimamia fedha kwa nidhamu. Rachel Chacha anaeleza zaidi. Rai hiyo imetolewa leo Machi 28 wakati wa kongamano la pili la wanawake la Women Shaping the Future lililofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo mzungumzaji na mwanzilishi wa taasisi hiyo Doris Lwambangila amesisitiza juu ya umuhimu wa wanawake kuwa na mpango thabiti wa kifedha unaolenga mafanikio ya muda mrefu. Lwambangila amesema kuwa wanawake wengi tayari wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazowaingizia kipato, lakini changamoto kubwa imekuwa ni namna ya kukuza na kulinda kipato hicho. Mwaka huu tumekuja na maudhui haya ambayo inaitwa Building Wealth, Building Power. Maana nini? Tujenge utajiri, lakini humo tunapojenga utajiri tunajenga nguzo zetu za kuweza kusimamisha kwa kesho yetu. Kwa nini tulifikiria maudhui haya? Wanawake wengi issue ya kutengeneza wana kipato, hata kama ni mama ntilia ana kipato, hata kama ni mtu ambaye analea watoto ana kipato, one way or another kipato tunacho.
Lakini kuwa na kipato sio issue. Issue ni kwamba hicho kipato tunajua namna ya kukijenga ili kizae, ili kiongezeke, na hata kama kikiongezeka tunajua namna ya kukilinda ili vipato vyetu vinavyopata viweze kusimama kwa zaidi ya vizazi hata vitatu. Kwa upande wake, mkuu wa ushirikiano na uwekezaji kutoka benki ya Stanbic Tanzania ambao ndio wadhamini wa kongamano hilo, Esther Manase, amesema benki hiyo imeanzisha kitengo maalum kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kupata mitaji pamoja na fursa za uwekezaji katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi, ambapo hatua hiyo inalenga kuwawezesha kujikwamua kiuchumi. Kama Stanbic Bank tuna products tofauti za investment na tunawaalika wanawake wote kubank na sisi ili muweze kupata pesa na faida kutoka kwenye investment products that we have. Lakini pia tunafanya advisory kwa wale ambao wanataka kujua wafanyeje, waanzie wapi. Kwenye kitengo chetu cha private banking huwa tunatoa financial sessions kwa ajili ya investors tofauti. Kongamano hilo ni jukwaa linalotoa nafasi kwa wanawake kubadilishana uzoefu na kujenga mtandao utakaowasaidia kukua kiuchumi na kijamii. Pia ni chachu ya kuhamasisha wanawake kutambua thamani ya vipato vyao na kuwajibika katika kuvikuza kwa manufaa ya maendeleo yao binafsi na taifa kwa ujumla. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Katibu NEC siasa na uhusiano wa kimataifa wa Chama cha Mapinduzi CCM, Rabia Abdalla, ameagiza ofisi zote za umma nchini kuhakikisha zinakuwa na namba za mawasiliano za wakalimani wa lugha alama ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu wa kusikia. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa hii. Agizo hilo limetolewa na Katibu wa NEC siasa na uhusiano wa kimataifa SUKI, Rabia Abdalla, wakati akizungumza na makundi mbalimbali ya wananchi katika mkutano uliofanyika katika ukumbi wa CCM mkoa wa Shinyanga. Rabia amesema hatua hiyo inalenga kuondoa changamoto za mawasiliano kwa watu wenye usikivu hafifu wanapofika katika ofisi za umma kutafuta huduma, huku akisisitiza kuwa gharama za wakalimani hao zinapaswa kubebwa na taasisi husika na sio watu wenye ulemavu. Nawaomba sana halmashauri zilizokuwepo, uongozi wa manispaa, wa wilaya, wa mkoa, hili swala la wakalimani mkaliangalie, nikija tena niambiwe nimefanywa kazi na limetimiwa. Wanapokwenda kutoa huduma, ofisi za halmashauri hiyo ziwe na namba ya mkalimani. Sio kwamba mtu mwenye ulemavu akatafute mkalimani aje kuwasilisha kero yake halafu yeye ndo amlipe. Hapana. Hilo mimi kama mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi naomba kama mwenyekiti ninaweza kuwafuzi maarifa agizo la wakalimani ndani ya ofisi za serikali kwa ajili ya kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum ni jukumu la halmashauri. Walimalize na posho walipe wao, wamwite wao, namba ya simu wao inaye wao, mtu ambaye ana uhitaji yule mumuhudumie, kwa sababu kumhudumia ni jukumu lenu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Shinyanga Mabala Mlolwa amesema ujio wa kiongozi huyo ni fursa muhimu kwa watendaji wa serikali kujifunza na kuboresha utendaji kazi wao kwa kusikiliza na kutatua kero za wananchi kwa wakati. Sisi tuchukue kama darasa kwamba sasa kwa ujio wa kiongozi wetu huyu, mwenyekiti wa wilaya ukishuka, mwenyekiti wa kata ukishuka, diwani ukishuka, hatuna sababu ya kuja tena kiongozi mkubwa akapokea changamoto ambazo mimi naziona ni ndogo. Ukichukua zile kubwa pengine inaweza kuwa moja, ile ya mzee anayedai milioni 40 kule mtu yule mzee wangu ile ndio aliyeka document mwenezi. Hiyo ndio naiona inakuja kwenye renki hiyo. Kwa mimi niombe wenzangu tunapoenda kupokea hotuba ya mgeni rasmi, lakini tuwe tumejiongeza. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga, mkuu wa wilaya ya Kishapu Peter Masindi amesema maelekezo yote yaliyotolewa yatatekelezwa ipasavyo ili kuhakikisha ustawi wa wananchi unaimarika. Una sehemu nyingine wewe ya kufanya kazi kama hupokei simu za watu na kuwasikiliza wananchi. Hili kwetu libaki kuwa ni doa. Pendeni tukatatue hili doa. Pendeni tukafanye kazi. Pendeni tukajue kwamba sisi hawa wananchi ndio wababe wetu, ndio wametupa kama alivyosema viongozi wengine. Asante sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo.
Mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 9 ambaye jina lake linahifadhiwa, mwanafunzi wa darasa la 4 mkazi wa mtaa wa Nyarigamba kata ya Makoko manispaa ya Musoma mkoani Mara, anadaiwa kufanyiwa kitendo cha ulawiti wa kijana wa nyumba jirani. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Tukio hilo limetokea Machi 25 mwaka huu majira ya saa 5 asubuhi, na kwa mujibu wa mtoto huyo anadaiwa kufanyiwa kitendo hicho cha ukatili, anasema alishawishiwa kufanya hivyo akiahidiwa kucheza game lililokuwa kwenye kompyuta ya kijana anayesemekana kutekeleza ukatili huo. Kwa yuko na watoto watoto wakaja kawatuma, akaanza kunivua nguo, akaanza kunibaka, nikamwambia uniachia, akawa kataa. Akaja akanivuta akanivua nguo, eti ngata kupiga kelele, akaja akanifumba mdomo. Ndo alivyonifumba mdomo akaanza kunivua nguo, akaanza kunibaka. Alivyomaliza akaja akaniambia eti utamaliza utacheza game, ndo tukaanza kucheza game. Na huyu ni binti ambaye ni shuhuda wa tukio, anasimulia akisema siku hiyo akiwa hana hili wala lile, alifika nyumbani anapoishi mtoto huyo akiwa na shida zake binafsi. Ghafla alijikuta akishuhudia tukio ambalo hakulitegemea. Nimeenda kufuata chuma changu, nikamkuta amekaa yule mtoto akamelala umo ndani kitandani, akamvua nguo afu akaanza kujifunika shuka. Inaelezwa kuwa tukio hilo lilifanyika ndani ya nyumba anayoishi mtoto mhanga. Swali linabaki, je, walikuwa wapi bibi na babu wanaoishi na mtoto huyo wakati tukio hilo likitokea? Walinipigia simu kwa shangazi yangu kafariki, nikaondoka nikaenda Ukerewe, ndio akanipigia simu kuwa mtoto wangu mjukuu wangu huyu amemfanyia kitendo cha ukatili. Mbona nilikuwa sijajua hata mtoto kuniambia hamna. Sasa nilivyotoka huko nikamuuliza, akasema bibi, nilikuwa namuogopa nani? Namuogopa kaka kusema kuwa atanipiga. Jamii na viongozi wa mtaa huu wanalaani tukio hili, wakiomba mamlaka kuchukua hatua kali kwa wote wanaobainika kutekeleza vitendo vya ukatili kwa watoto. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa mtaa wa Nyarigamba nakemea vitendo hivi kwa uchungu. Na huyo kijana aliyemfanyia ukatili akakiri mbele ya mimi, lakini mtoto akadai kwamba sio mara moja ni mara 4. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limethibitisha kumkamata mtuhumiwa wa tukio hilo ambaye naye jina lake linahifadhiwa kutokana na sababu za kiusalama, anayetajwa kuwa na umri wa miaka 15. Na uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Mtuhumiwa amekamatwa. Mazura na umri wa miaka 9, lakini pia mtuhumiwa ana umri wa miaka 15. Hivyo mkondo wa sheria dhidi ya mtuhumiwa utachukua nafasi yake. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza Johari Samizi ametoa wito kwa wanafunzi wa halmashauri 6 za mkoa huo wanaoshiriki bonanza wilayani humo kuhakikisha wanatumia vyema mafunzo ya uzalendo wanayoyapata katika bonanza hilo, ikiwa ni pamoja na kuipenda nchi yao. Tuungane na Emmanuel Mesha kwa taarifa zaidi. Bisamizi ametoa wito huo wakati akifungua bonanza lililokutanisha wanafunzi wa wilaya zote mkoani Mwanza, likiwa na lengo la maandalizi ya mashindano ya UMITA-SHUMITA na UMISETA kitaifa. Sambamba na hilo, tunatumia bonanza hili na michezo kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa na wao wanapata elimu kuhusiana na uzalendo, waifahamu Tanzania vizuri, walifahamu taifa lao vizuri, lakini sio tu kulifahamu, kuwa na uchungu na kuweza kulisemea vema popote utakapokuwa wamefika. Wakiulizwa Tanzania ni nchi gani, waweze kujipambanua na kuifafanua kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani, Tanzania ni nchi tulivu na atakaye na aje. Niseme tu usalama wa watoto hawa ambao wametoka sehemu tofauti tofauti ni wa kuridhisha na wa kutosha, na hata malazi walioandaliwa ni yapo katika standard yenye ubora ambayo tunaweza kusema malazi yanayoangalia utu wa mtu. Kwa upande wake, afisa elimu sekondari halmashauri ya wilaya ya Misungwi Genoveva Chuchuba amesema kuwa mwitikio wa wanafunzi ni mkubwa,
ambapo zaidi ya wanafunzi 800 wamekusanyika wilayani humo. Tunaendelea na siku ya pili ya bonanza letu na leo jioni tutahitimisha. Tumekuwepo hapa toka jana, tuliwapokea wanamichezo zaidi ya 800 ambayo ni idadi kubwa kuwahi kutokea katika mabonanza ambayo yamepata kufanyika katika mkoa wa Mwanza. Lakini zaidi tunahamasisha na kukuza uzalendo, umoja wa kitaifa, upendo kati ya vijana wetu hawa. Tunajua tunapanda mbegu ambayo itakuwa na manufaa makubwa kwa taifa hili katika miaka ijayo, na jambo hili linatupa kujivunia sisi kama walezi, kama viongozi, kama wazazi. Kwa upande wao, baadhi ya walimu wameeleza umuhimu wa bonanza hilo kwa wanafunzi, kwani linawajengea umoja na mshikamano, ikiwa ni pamoja na kuwa wazalendo. Tunawafundisha uzalendo, kuipenda nchi yao, kujua maana halisi ya Tanzania ni nini, kujifunza jiografia ya nchi, kwa sababu mwanafunzi leo anaishi Ukerewe amefika Misungwi, lakini anayeishi Mwanza atafika Iringa, anayeishi Mwanza atafika Morogoro kwenye FEASA. Kwa hiyo tunawafundisha kuipenda na kuijua nchi yao vizuri, kwa maana ya kuwa wazalendo. Lakini pia kuto kujihusisha na matukio tofauti ambayo yanaweza kawaingiza kwenye matukio ya uvutaji bangi au matumizi ya dawa za kulevya. Huu muda ambao tumewachukua watoto kipindi hiki ambacho ni likizo, wako hapa kambi wanafanya mazoezi, wangeweza kuingia kwenye activity nyingine ambazo zingekuwa ni activity hatarishi, lakini sasa hivi wako kwenye michezo. Aidha, mmoja wa wanafunzi walioshiriki bonanza hilo kutoka wilayani Ukerewe amesema kupitia michezo inawasaidia kuepukana na kujiingiza katika makundi mabaya, huku akishukuru serikali mkoani Mwanza kwa kuandaa bonanza. Dhumuni la kuwepo hapa sisi kama wana michezo ni kudumisha amani yetu, upendo na ushirikiano na kuwa wazalendo zaidi. Pia kupitia hii michezo, kwa sababu hii michezo inatufanya sisi tujiweke mbali na vitendo vibaya, pia kuepuka makundi mabaya, kwa sababu sisi bado ni vijana, tunaendelea kukua. Hivyo basi, na pia hii ni full shade. Kwa kama ukiruhusu itakupeleka katika makundi mabaya. Hivyo michezo hii inatufanya sisi tushirikiane, kwa sababu wana michezo wote ni familia. Asante sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa matumizi ya nishati safi ya kupikia hupunguza kwa kiasi kikubwa athari za kiafya zinazotokana na moshi unaozalishwa na kuni na mkaa ambao unaweza kusababisha matatizo ya mfumo wa upumuaji. Tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, ofisa huduma kwa wateja kutoka mamlaka ya huduma za nishati na maji ULA mkoa wa Geita, Bwana Wadi Omar amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia ni njia rahisi na yanayookoa muda na ni rafiki kwa mazingira ukilinganisha na matumizi ya kuni na mkaa. Taifa kwa ujumla, kwa sasa hivi tunazungumza swala la nishati safi, na ukiangalia kwenye haya mabango yaliyobandikwa hapa, kwa mfano ili bango hapa limetuonyesha kule juu kuna ule mkaa ambayo wataalamu wanatuambia ili tupate mti leo unaoweza kutuzalishia ule mkaa wa lile gunia moja, huo mti tutahitaji kuupanda na kuutunza sio chini ya miaka 5, na inategemea kati ya mti mmoja kwenda mti mwingine. Tunaposema nishati safi ya kupikia, tunamaanisha ni dhana ambayo inatumika inayotumia teknolojia na kuzalisha nishati ambayo ni rafiki wa mazingira, lakini pia ana gharama nafuu kwa namna moja ama nyingine, na mwenyewe kwa namna moja ama nyingine hazalishi sumu. Amesema uamuzi wa Oryx Gesi kuendelea kufungua duka la kuuza mitungi ya gesi katika eneo la Geita ni hatua nzuri na ya kupongeza, kwani wananchi wanatarajiwa kupata nishati safi ya kupikia katika maeneo yao ya karibu, kwa kisisitiza kuendelea kupika kwa nishati safi ili kuokoa mazingira. Awali, meneja wa mauzo Oryx Gas Tanzania Alex Wambi amesema uzinduzi wa duka hilo katika wilaya ya Chato ni sehemu ya mkakati wa kampuni hiyo katika kuunga mkono jitihada za serikali ya Tanzania kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia hapa nchini. Katika mkoa wetu wa Geita tunayo maduka 11 na tunaendelea na kuhakikisha tunafungua maduka haya. Tunatamani mpaka mwaka unaisha tuwe na maduka yasiyopungua 20. Kwa nini tunafanya hivi? Moja kabisa ni kusapoti au ni kushiriki kikamilifu sera hii ya matumizi ya nishati safi, na katika kuhakikisha kwamba linafanikiwa ndipo tunakuja na mpango mkakati wa kusogeza huduma kwa wateja wetu
kwa kupitia maduka haya. Nao baadhi ya wakazi wa Chato wameshukuru kwa hatua ya kujengwa kwa duka hilo karibu, ambao wamesema itawasaidia kusogeza huduma ya upatikanaji wa gesi na hivyo kupunguza safari za kutembea umbali mrefu kufuata nishati hiyo safi ya kupikia. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Nyang'hwale mkoani Geita imeitaka halmashauri ya wilaya hiyo kuhakikisha zabuni za miradi ya maendeleo zinatolewa kwa wakandarasi wenye uwezo wa kifedha na kitaalamu ili waweze kutekeleza miradi ya serikali bila kusuasua. Taarifa na Joel Maduka kutoka wilayani Nyang'hwale, Geita. Hatua hiyo imekuja ni kufuatia kucheleweshwa kwa ukarabati wa barabara ya Bururu Ifugandi Nyamtukuza yenye urefu wa kilomita 15 inayounganisha kata ya Ifugandi, ambapo mkandarasi amechukua muda mrefu bila kukamilisha kazi hiyo. Kuchelewa kwa mradi huo umesababisha wananchi kupata hadha ya kulazimika kuzunguka umbali mrefu kufikia maeneo yao. Akizungumza baada ya kutembelea na kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa CCM wilayani Umo Alhaji Adamu Mtole ameshauri mamlaka husika kufanya tathmini ya kina kwa wakandarasi wanaopewa zabuni ili kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa wakati. Muangalia nani kandarasi kama hao ndo wazuri wanaoweza kukamilisha mradi, halafu mkakane mezani mkubaliana namna ya malipo. Tusio tunaweka wakandarasi ambao sasa baadaye anafika kwenye nusu mradi hajakamilisha kwenye 100%, anasimama na sisi huko labda hatujajipanga vizuri. Inakuwa ni changamoto. Sisi kama chama na kamati ya siasa chini ya mwenyekiti wa wilaya hatujaridhishwa na ujenzi wa barabara ile, lakini kwenye barabara hii ya Nyugwa yenyewe walau TARURA amejitahidi, lakini njia hizi zikifunguka wananchi wetu watapata biashara zao, watafanya vizuri kwa sababu njia itakuwa inapitika. Hawali akisoma taarifa ya maendeleo ya ukarabati wa barabara hiyo, mhandisi wa TARURA wilayani Nyang'hwale Elisoni Leonard amesema mradi huo kwa sasa umefikia 47.8. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa matengenezo ya barabara Ifugandi Bururu Nyamtukuza yenye urefu wa kilomita 15 unatekelezwa kutumia fedha za jimbo ya maendeleo kwa gharama ya shilingi milioni 179,139 kutoka serikali kuu kwa mwaka wa fedha 25/26. Maendeleo ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa matengenezo ya barabara unatekelezwa na mkandarasi Mzawa Tanimeni Company Limited ya Dar es Salaam. Mradi ulianza kutekelezwa tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2025 na unatarajiwa kukamilika tarehe 21 mwezi wa 5 2026. Kazi zinazotekelezwa ni kuchonga barabara yenye urefu wa kilomita 15 kutoka tupoanzia Kukunja pale ambako tunapata Ifugandi Bururu mpaka Nyamtukuza pale. Kandarasi ametujengea kote, ndio maana nimekwambia Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeanzia kule kote ametujengea hapa box caravat, na tunazidi kumsisitiza na kumuomba aje site kwa sababu hatujamlipa hata shilingi 5, lakini ametujengea, imebaki hapa. Na sisi kama serikali narejea kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapopata fedha huwa tusiti kulipa madeni, kwa sababu nia ya serikali ni kuhakikisha tunalipa madeni na kuanza miradi mipya. Aidha, kamati hiyo imetembelea mradi wa kikundi cha Sonda kilichopo kata ya Nyinjundu kinachojihusisha na ufugaji wa samaki, kuku pamoja na nyuki. Wanaume katika halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi wametakiwa kushiriki siku ya afya na lishe inayofanyika katika vijiji vyao ili kuunga mkono juhudi za kupambana na udumavu pamoja na utapiamlo katika kaya yao. Neema Hussein ana taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na afisa lishe wa halmashauri ya Nsimbo Nixon Yohanesi wakati wa kikao cha robo ya pili cha utekelezaji wa afua za lishe, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuwahi kuwapeleka watoto wenye udumavu na utapiamlo kwenye vituo vya matibabu ili wapate huduma stahiki. Tuna changamoto ya mahudhurio hafifu ya wanaume katika siku ya afya na lishe ya kijiji Saliki katika halmashauri yetu, na hii inatokana na wanaume wengi kuwa na uelewa hafifu wa nafasi yao katika suala la afua za lishe. Mathalani wazazi wa kiume au wanaume ndio hasa wafanya maamuzi katika familia na ndio ambao wanafanya maamuzi na ndio pia wanaotafuta chakula kwa ajili ya familia zao. Tunachowaomba ni wao kuhudhuria siku ya afya na lishe ya kijiji, na tunaamini kabisa kwamba hawatatoka bure, na ni watu wa muhimu sana, ni kundi la muhimu sana katika kufanya maamuzi, kundi la muhimu sana katika kuleta mabadiliko ya kilishe, hasa ukizingatia nafasi yao katika jamii. Kwa upande wao, wakuu wa idara mbalimbali walipokuwa wakiwasilisha taarifa za utekelezaji wa afua za lishe, wamesema bado kuna mila potofu na kandamizi ambazo zinahusisha ulaji wa vyakula na namna ya kuviandaa, jambo linalochangia kuendelea kuwepo kwa tatizo la udumavu katika jamii. Kuwepo kwa mila
kandamizi na potofu juu ya ulaji wa baadhi ya vyakula na namna ya kuviandaa. Mikakati: kushirikiana na wadau kuendelea kutoa elimu ya lishe kwa ujumla. Shule 67 kati ya shule 69 za msingi zina mashamba kwa ajili ya kulima mazao ya chakula cha wanafunzi. Shule 2 tu hazina mashamba, lakini kwa nyongeza ya hapo hizo shule 2 zimeweza kulima mashamba kwa kukodi, lakini shule 1 limepewa na serikali ya kijiji. Nao baadhi ya washiriki wa kikao hicho wametoa mapendekezo mbalimbali ya kuhakikisha halmashauri inaondokana na tatizo la udumavu, ikiwa ni pamoja na kuimarisha elimu ya lishe kwa jamii na kuongeza ushirikiano kati ya wadau. Kwa sababu mimi ninachojua ni sheria imesema kwamba wanafunzi wote wale vyakula ambavyo vimerutubishwa. Kwa hiyo inafikia hiyo inawezekana. Kuna kipindi mimi wakati nimekaimu afisa lishe nilishaongeaga na Nsimbo Sekondari, hiyo kitu iliwezekana kwa maana kwamba walikuwa wanaletewa unga ambao tayari umekuwa fortified, mafuta na chumvi. Kuhusiana na ufugaji wa wanyama wadogo wadogo, kwa kuweka shule moja ya sekondari, mimi nikaona kama haitoshelezi, kwa maana kwamba tunaamini kabisa kwamba hata ufugaji ni sehemu ya ajira. Aidha, wazazi na walezi wametakiwa kuchangia chakula shuleni kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ili kuongeza ufanisi wa wanafunzi darasani na kuboresha afya zao. Zaidi ya wanafunzi wa Kitanzania 18 wamepelekwa nchini Korea kwa ajili ya masomo, ikiwa ni matokeo ya uhusiano mzuri baina ya Tanzania na Korea ambao umedumu kwa miaka mingi. Goodluck Msola ana taarifa zaidi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam katika chuo kikuu cha UAUT, mradi wa elimu ambao ni matokeo ya uwekezaji wa nchi ya Korea kwa Tanzania, makamu mkuu wa chuo cha United Africa University of Tanzania, Profesa Sang-So Kim, pamoja na Profesa Thierry Nodui, makamu msaidizi wa chuo kikuu hicho, wamesema hatua hiyo ya kuwapeleka Watanzania katika vyuo vya Korea ni sehemu ya mpango wa nchi ya Korea katika kusaidia jitihada za elimu kwa vijana wa Kitanzania, hususan wa kutoka katika vipato vya kila aina. Kwa upande wake, Sifa Yohana Masinga, mlezi wa wanafunzi katika chuo cha United Africa University of Tanzania, amesema nje ya ufadhili huo, pia chuo hicho kimeendelea kushirikiana vyema na jamii ya Watanzania wanaozunguka chuo hicho, ikiwa ni katika kuleta maendeleo kwa wana Kigamboni. Sisi kama chuo tumekuwa chachu, tumewapa wanafunzi wetu scholarship mbalimbali. Kuna wanafunzi ambao wako Korea mpaka sasa hivi wanafika zaidi ya wanafunzi 18 ambao wanasoma masters degree pamoja na PhD degree. Kwa hiyo hayo ni kwetu sisi ni mafanikio makubwa, lakini sio hiyo tu. Tuna scholarship mbalimbali ambazo tunawapa wanafunzi wetu ambao wako hapa. Kuna scholarship moja ambayo ni ya muhimu sana, ambayo mwanafunzi anapotoka high school akiwa amefaulu kuliko wenzie wote, huwa tunawapa scholarship. Lakini pia kuna scholarship nyingine ambazo wanafunzi wanazipata hapa kupitia masomo. Akifaulu vizuri, akiwa na nidhamu vizuri, tunampatia scholarship. Nao baadhi ya wanafunzi walionufaika na programu ya nafasi za masomo za nje ya nchi wamesema nafasi hizo zimeleta mabadiliko ya kielimu na hivyo kutengeneza uwezo wao wa kuweza kushiriki vyema katika kulijenga taifa la Tanzania. Chuo hili kiendelee, inabidi like kama hivi promotions wanavyofanya like dancing wanaita tuwe wana ile inaitwaje ile be connected na sehemu mbalimbali ya kama hii wameleta promotions to dancing, chess na draft. Watu wamekuja mbalimbali hapa. So when they come and they say oh kumbe kuna chuo fulani kuna nini tunatengeneza ile connection fulani hivi. Kwa tunapata more wanafunzi kama hapa dancing wamekuja wengi because they see kwamba hichi chuo kina 1 2 3 4 5. So that's how we get more. Hiki chuo kuna baadhi ya fursa na opportunity nyingi zinazopatikana kama hiyo scholarship ambao mimi pia ni mmoja wapo wa mnufaika wa hiyo scholarship. Hapa chuo tuna offer course kama 3. Kuna Bachelor of Engineering in Computer Engineering with Information Technology ambayo mimi pia ndo naisoma hiyo, na hiyo course kama tunavyojua ndani ya Tanzania ni hususani kwenye masuala ya teknolojia, watu wanahitaji teknolojia, na ndani ya hiyo course unapata kujifunza kuna subtopics ambazo tunajifunza microlearnable system, tunajifunza machine learning, tunajifunza data learning, ambazo hizo data learning na machine learning zinaweza kusaidia katika artificial intelligence. Na kama unavyojua sasa hivi kila mtu imeingia AI. Sasa ili uweze kuisoma vizuri hiyo AI, maana yake lazima ukasome machine learning, ili uweze kusoma data learning,
ambapo mwisho wa siku unafahamika kusoma artificial intelligence. Kwa hiyo sasa ndani ya computer engineering with information technology kuna kunufaika pia kujifunza ndani ya machine learning na data learning. Pia kuna subtopics ambazo tunaziofa kama chuo ambazo waga ni tunaingia ubia na baadhi ya university kubwa ambazo zipo nchini Korea. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari.